Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Rais Dr. John Magufuli ameagiza viongozi wote serikalini ambao maeneo yao yameainishwa kuwa yana kasoro kwenye taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuanza kushughulikia haraka hoja hizo. Rais Magufuli ametoa agizo hilo Chamwino mkoani Dodoma baada ya kupokea taarifa za ukaguzi wa CAG na taarifa za utendaji kazi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, zote zikiwa za mwaka wa fedha 2018-2019. Ripoti kwa kina na mwandishi wetu Elisha Elia. Ni katika ikulu ya Chamwino jijini Dodoma, Rais Dr. John Magufuli anakutana na watendaji wakuu wa serikalini na mihimili mingine, kubwa hapo ikiwa ni upokeaji wa taarifa za ukaguzi za CAG na taarifa ya utendaji kazi wa TAKUKURU, zote zikiwa ni za mwaka 2018-2019. Akionyesha kutoridhishwa na baadhi ya watendaji kutekeleza wajibu wao, Rais Magufuli alihoji iweje TAKUKURU kwa muda mfupi imeweza kuwapatia haki wananchi wakati viongozi wengine wapo. Kwa nini ifikie wananchi wa kawaida wamelima mazao yao, hawalipi fedha zao, viongozi wako ofisini, wana magari, wana simu, bilioni 8.8 ziwe zimeliwa za wananchi na sisi tupo. Siku moja nilimwambia waziri mkuu, na nataka niseme hapa kwamba waziri mkuu unatoka Lindi, nimekuwa nikikusikia mahali pengine unakemea vizuri sana. Kwa nini wananchi wa Lindi wazulumiwe ufuta wa bilioni 1.2? Katika hatua nyingine, Rais Magufuli ametangaza kumrejesha nyumbani balozi aliyekuwa anayewakilisha Tanzania nchini Ethiopia kutokana na taarifa ya CAG, na ametangaza kumteua aliyekuwa kaimu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Brigadier Generali John Mbungo kuwa mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo. Lakini mkaangalie hili swala la kukimbilia kwenda kukagua wengine wakati huku hamna capacity ya kufanya kazi. Lakini kwa ripoti pia za balozi zetu mmeeleza, mlitusaidia kwa ripoti yenu wizi wa mabilioni ya fedha uliofanyika kwenye balozi wetu wa Ethiopia, na balozi wa Ethiopia nimeshamrudisha. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana PCCB kwa kazi nzuri mlioifanya. Tena nafikiri hutakiwi kuwa kaimu, kuanzia leo wewe huko moja kwa moja kabisa. Awali, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere ndiye aliyekuwa wa kwanza kuwasilisha taarifa yake iliyoeleza pamoja na mambo mengine ushauri mkuu ukiwa maafisa masuhuli kuhakikisha wanafuata taratibu za fedha. Ripoti ninazokabidhi kwako zina mambo mengi zaidi na ushauri wa kina kwa kila swala kwa lengo la kuongeza uwajibikaji na usimamizi wa rasilimali za umma, ili matumaini yangu kwamba utapata muda wa kuzisoma ili ziweze kuchangia katika juhudi zako za kuwaletea Watanzania maendeleo. Mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU naye akawasilisha taarifa ya utendaji wa taasisi hiyo, huku akionyesha jinsi utendaji kazi ulivyoboreshwa kwa mwaka 2018-2019 ikilinganishwa na mwaka 2017-2018. Idadi ya Watanzania wanaoamini kuwa vitendo vya rushwa vimepungua kwa miezi 12 iliyopita imeongezeka kutoka 13% mwaka 2015 hadi kufikia 72 mwaka 2019. Rais John Magufuli aliwakabidhi nakala za taarifa hizo makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, huku akimwahidi Spika wa Bunge Job Ndugai kuwa taarifa hiyo itawasilishwa bungeni kama ilivyo. Mimi ni Elisha Elia wa TBC.
Tukisalia jijini Dodoma, Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Ummy Mwalimu amebainisha kuwa mgonjwa wa kwanza nchini kuthibitika kuwa na maambukizi ya virusi vya korona amepona na taratibu za kumrejesha nyumbani zinaendelea. Waziri Ummy amesema hayo jijini Dodoma akiwasilisha taarifa ya hali ya maambukizi ya virusi vya korona nchini, ambapo ameitaka jamii kutonyanyapaa watu waliokuwa na maambukizi ya virusi hivyo na kuthibitika kutokuwa navyo tena. Tujiunge na Halfan Binde aliyeko katika studio zetu za Dodoma kwa undani wa taarifa hii na nyingine zilizojiri Dodoma. Asante Dar es Salaam. Karibu mtazamaji wa TBC katika mwendelezo wa taarifa yetu ya habari, na sasa uweze kufahamu tuliokuandalieni hapa Dodoma. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Ummy Mwalimu akiwa ameambatana na Waziri wa Afya wa Zanzibar Hamad Rashid Mohamed jijini hapa anawasilisha taarifa kuhusu mwenendo wa ugonjwa wa korona nchini. Mgonjwa wetu wa kwanza ambaye haturuhusiwi kutaja jina, lakini kwa sababu alijitaja mwenyewe, Isabela, amepona COVID-19. Tumepima sampuli mara 3 na zote zimeonyesha negative. Hivyo tumeanza utaratibu wa kumruhusu kurudi nyumbani. Kwenye hili kumruhusu nyumbani utaratibu, tunatakiwa kuijenga jamii kukubali kumpokea, kwa sababu pia kuna mambo ya stigma, unyanyapaa. Isabela amepona, anatakiwa kurudi kwenye jamii na anatakiwa kupokewa na jamii bila kunyoshewa kidole. Aidha, anaiomba mikoa kubainisha maeneo yatakayotumika kuwa hifadhi wasafiri wanaotoka katika nchi zilizoathirika zaidi na virusi vya korona. Mikoa yote nchini ninaielekeza kuendelea na zoezi la kubainisha sehemu zitakazotumika kuwaweka wasafiri, pamoja na kuweka utaratibu mzuri wa kutekeleza maelekezo haya bila kuleta usumbufu usio wa lazima kwa wasafiri. Ni watu wangapi hadi sasa nchini wamethibitika kuwa na maambukizi ya virusi vya korona? Kati ya sampuli ambazo zimepimwa, sampuli 13 zilithibitika kuwa na virusi vya COVID. Arusha tuna watu 2. Tuna kesi yetu ya kwanza ya Isabela, lakini pia tuna raia mmoja wa kigeni. Dar es Salaam tunao watu 8, na Zanzibar tuna watu 2, na Kagera tuna mtu 1. Jambo la kusisitiza, wagonjwa wote hawa 13 isipokuwa mmoja walisafiri nje ya nchi katika siku 14 zilizopita kabla ya kuthibitika kuugua. Waziri wa Afya wa Zanzibar Hamad Rashid Mohamed anashauri jamii kutotafsiri vibaya dhana ya serikali kuwaweka karantini watu wanaotoka nje ya nchi. Serikali haina nia ya kumweka mtu kambini ikamtesa, tena mtu wenyewe raia, lakini nia yetu ni kutaka usalama wa nchi yetu, kwa sababu mpaka sasa hatujapata Mtanzania ndani aliyetuzalishia maradhi haya. Tunataka tuendelee na hiyo spirit. Yes. Na hii lazima ilindwe kwa nguvu zetu zote. Na wakazi wa kata ya Manda iliyopo wilayani Chamwino mkoani Dodoma wamelalamikia kuongezeka kwa gharama za maisha kutokana na kukatika kwa daraja linalounganisha kata yao na jiji la Dodoma. Hii hapa ripoti yake Aneti Andrew. Ni takribani miezi 5 tangu daraja la kata ya Manda wilayani Chamwino linalounganisha kata hiyo na jiji la Dodoma kukatika kutokana na mvua. Tunapata adha kubwa sana na usumbufu kufika Dodoma mjini. Tunaenda kwa usafiri wa pikipiki hadi Mpunguzi 30,000 ndio unaenda kupata huduma. Utakuta kuna wagonjwa hospitali kwa upande wa magharibi. Wagonjwa wanakuwa hawafiki, inakuwa ni shida. Wanafunzi wa ng'ambo wa huku hawaendi shule na wanafunzi wa ng'ambo huku hawaendi shule kutokana na ile daraja hili. Isitoshe na bidhaa zimepanda bei sana. Sabuni tulikuwa tunauziwa 200, sasa hivi tunauziwa 300. Wananchi tukawa tunakosa huduma. Ndio hivi kama hivi tunahangaika, tunaanza kuzunguka njia ya Mpwayungu kule mpaka tunakatisha Mgangalenga pale, unakuta mtu mnakwama, mnakaa siku 2-3, umeona. Viongozi wa kata ya Manda wanabainisha kuwa wamekwisha toa taarifa katika mamlaka husika. Toa dharura pia wanapokuja kutusaidia wasije kuona tu, waone lakini pia tusaidie kwa wakati.
kwa sababu mtazamo wao wanaamini paka mvua zisimame ndio watengeneze daraja hili, basi hata kivuko cha muda mfupi watu waweze kupita. Hivyo jamii hii ya wakazi wa Manda, watu wapatao 1156 wamekumbwa na hili janga na hatuelewi cha kufanya ni nini. Na mtazamaji, hivi ndivyo ripoti yake Anet Andrew inavyotukamilishia mkusanyiko wa habari tuliokuandalieni hapa jijini Dodoma. Mimi ni Khalfani Dinde, kwenu Dar es Salaam. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.